Nairobi. Tunazidi kufunzwa na kuelimishwa kuhusiana na mtaala wa umilisi CBC. Tukiangazia hasa gredi ya 10 ambapo mwaka ujao 2026 kutakuwa na gredi ya kwanza, maana kutakuwa na kundi ya kwanza ile ambayo itakuwa inaingia katika gredi hiyo. Na unaona mchakato umeshawekwa, mikakati imeanza kuwekwa, wazazi nao wameanza kuuliza maswali. Je, tutahusishwa vipi sisi katika kuchagulia watoto wetu? Manake kama alivyosema Bi Subira hapa ni kwamba hapo ndipo tunaanza kujua taaluma, ile taaluma ndogo ndogo. Unaanza kujua huyu basi anakaa kuwa mtangazaji kama Suleiman Yeri, ama huyu anakaa kuwa mwalimu kama Subira, ama huyu anakaa kuwa mwanaharakati kama Bwana Boaz. Kuanzia pale manake utamwona ni noisemaker darasani, utajua ni mwanaharakati. Lakini karibu tuzungumzie vipi ambavyo tutamhusisha mzazi Subira katika hili. Manake kuna lile swala la hesabati iwe, hesabati isiwe, na vipi mzazi ataweza kukusanya matokeo yote haya, ama ataweza kutambua vipi? Manake nilikuwa na kazini yangu mmoja, binamu yangu, akiniambia hebu angalia matokeo ya binamu yako, lakini mimi nikamwambia sielewi kitu. Unaona exceeding, not exceeding, surpass, ama amefika mahali wastani. Tufahamishe. Asante. Kweli umesema watoto wakifanya uamuzi hautafanywa pale wanaingia gredi ya 10. Uamuzi utakuwa umefanywa hapo awali katika kile kidato cha 9, gredi ya 9. Kwa sababu nilivyosema hapo awali katika ile junior school sasa tuko kumradhi, tuko March. Kwa hivyo wakati gani hapa mbele tutarajia? Sasa itakuwa mwaka huu ni gredi ya 9 hii. Ya 9 hii hapa. Wamekuwa wakitahiniwa tangu shule ya msingi. Na ni vizuri kuelewa. Sasa vile wanatahiniwa si eti wanaangaliwa tu masomo yale ya kawaida. Pia maadili yapo. Pia ile holistic kuangaliwa mtoto ako na uwezo gani upo. Kwa hivyo mzazi, mwalimu na wale ambao wanahusika wana track yule mtoto wakiangalia uwezo wake uko wapi. Uwezo wake uko kule kwenye sayansi. Uwezo wake uko kule kwenye sanaa. Uwezo wake uko kule kwenye social sciences. Kwa hivyo si eti atangaliwa tu mara moja, isemekane uwezo wake uko hapa. Jambo la pili ningependa kuelezea, tulipofanya utafiti watoto wenyewe, wanafunzi walituambia, tafadhali ambia walimu na wazazi wetu wasiturutishe sisi tufanye ile kazi ambayo wao wangependa, ila watupatie nafasi sisi tujichagulie na uwezo wetu na kupenda kwetu na ile personality yetu. Beyond kupatiwa hii mitihani ambayo wanafanya, pia watapatiwa questionnaire. Ile questionnaire itawapatia feedback kujijua wao interest yao ni nini na personality yao ni nini. Kwa hivyo wazazi na walimu watakuwa wanawaelekeza wakiwaambia, kweli unaweza kuwa na uwezo wa kuwa daktari, lakini tunapoangalia personality yako na interest yako, huwezi kuwa daktari. Manake tayari mmeanza kuwavisha magauni huko kwenye chekechea, gauni la firefighter, gauni la nesi, daktari, polisi. Sasa hiyo pia inachangia, kwa sababu mtoto akivaa vile na akianza kujihisi kwamba ako na interest. Kwa sababu wakiambiwa walete yale magauni, wameambiwa nenda kachague vile unajihisi wewe na kile ungependa. Lakini mtoto wa chekechea kule hataweza kufanya huo uamuzi wakati ule. Ni lazima umwangalie kwa muda, uangalie uwezo wake uko wapi na interest yake. Mimi niko na firefighter. Uko na firefighter. Amefika grade ya ngapi? Ndio yuko grade ya kwanza. Ya kwanza bado. Ndugu Suleiman, ndio bado. Pole. Wacha ningie, kwa sababu unajua wakati hao wako chekechea na hata lower primary, hiyo sehemu wanafunzi ama watoto kuna vile wanapendelea mambo mengine hata bila kuelewa kwa nini. Kuna wakati huu rafiki yangu mmoja Alex Liai anajua mahali yako, ni principal saizi. Babake alikuwa anamuuliza, "Wewe unataka kuwa nani ukiwa mkubwa?"
bus driver. Alisema hivyo mpaka akaingia darasa la 6. Kwa sababu ya nini? Alikuwa anapenda gari, na gari kubwa na kuendesha. Unajua akienda anasikia boom boom boom, anasema hapo ni sawa. So kuna vile tunaweza sema okay, ni interest ya mtoto, lakini lazima tuwaelekeze pia wajue ni nini wanachagua. Na ndio sasa hata kama dadangu Subira anasema, sisi kama elimu bora tumekuwa tukisema tumeweka mazingira sawa ili hiyo selection inaweza kuwa na maana. Kwa sababu huwezi kumwambia mwanafunzi ama mtoto wewe huwezi kuwa daktari na hajai hataona test tubes. Hakuna hizo laboratories zimekuwa hata mpaka saizi grade ya 9. So hiyo hata kupata mwenye atasema mimi nataka kuwa daktari hajaelewa, hajaonja hata kidogo. So vifaa haziko, hizo infrastructure bado haziko, walimu unaona bado push and pull inaendelea, hawajatosha. So nafikiri kwa siku ya leo tunazungumzia the aspirational, lakini pia tukianza kusema where the rubber meets the road wakati huu, tungefaa ama tungependelea kuwa hata wakati wanafunzi wanaenda kuingia grade ya 10 wapewe tena nafasi hapo, kwa sababu hapo ndio wataanza kuinteract na number of equipments. Kwa mfano ndio wataanza kufikiria kumbe kuwa sayansi hata nilikuwa nimenunua lab coat ama stethoscope ya madaktari, kumbe sio tu hiyo, lazima nijue 1 2 3. So hiyo matayarisho inafaa ifanywe kwa mapema, lakini kwa sababu tunajua the changamoto zenye zimekuwa, tuwapatie nafasi tena hapo kwa grade ya 10. Ndio kwetu kama elimu bora tunasema hizo pathways, hata kama tunasema shule fulani zitakuwa zinafanya pathway fulani, mimi kulingana na the dialogue imekuwa ikiendelea, tumependekeza triple approach ama anasema triple pathway kind of approach, ili mwanafunzi atafika grade ya 10, huyu alikuwa amechagua STEM, amekuwa amechagua social sciences, amekuwa amechagua sports na kadhalika, sports science. Akitafika pale ndio ataamua sasa kamili, ameona kweli sasa nimeinteract na hii na hii na hii kulingana na uwezo wangu, sasa nafikiria naweza kuchukua njia fulani. Swala ambalo linaibua swali la wazazi wengi, labda nimeshachukua STEM, nimeshachukua sanaa na sayansi ya michezo, ama nimechukua sayansi ya kijamii kama mkondo ambao nataka kuchukua kule mbele, labda nimeona kwamba naweza rudi kwenye mkondo mwingine, kutoka mkondo wa kwanza nikarudi mkondo wa 3, mkondo wa 3 nikarudi mkondo wa 2, ama vyovyote vile pale. Kweli ni kweli kwamba kuna wanafunzi labda ndio watakuwa wachache. Ninawaambia hivi kwa nini? Kwa sababu hawa watoto wetu wako kwa CBC. Pia tumewapatia umilisi mmoja tunauita kujitambua, kujijua. Inaitwa self efficacy. Wengi ukiongea na wao utakuta kwamba generally wanajua kule wanaenda. Kama ni STEM wanajua ni STEM, kama ni social sciences wanajua ni social sciences, kama ni sport science wanajua. Lakini labda pale chini sasa kuhakikisha kule STEM ni ipi haswa, kule ndio kidogo watakuwa na tashwishi kidogo. Na ni vizuri, ni mwenzangu amesema wakifika pale grade ya 10 wapatiwe muda kidogo ndio wajielewe haswa ni vipi wataingia kule kwenye STEM. Labda ninataka uhandisi, lakini sijui kama ni engineering ile ni mechanical ama ni chemical ile. Sasa hawa watoto wetu kidogo wanajielewa, si kama wale wa hapo awali wanajielewa. Tunakubali kutukana watu wa 844. Hata mimi ni 844 sikupatiwa hiyo nafasi ikiwa mdogo, ndio nianze kujielewa nikiwa mdogo na nipate ile support kutoka kwa wazazi, kutoka kwa walimu. Ile haikuwepo. Na wadau waliposema ni vizuri pia tuangalie tunakuza mtoto kivipi, na sisi kama jamii tunamsaidia kivipi ndiye ajitambue na tumsaidie. Na kweli ni kwamba wakifika pale
lazima hata kule grade ya 10 walimu wawasaidie kuchagua vizuri. Watakuwa wamechagua ndio, lakini wakifika pale pia ni vizuri wale career teachers pia waweze kusaidia watoto. Lakini kile ambacho tunawasihi walimu na wazazi, si eti watasema mimi nataka mtoto wangu, mimi ni engineer, nataka mtoto wangu awe engineer. Mimi ni daktari, mimi ni mwalimu, mimi ni lawyer, mtoto wangu lazima awe lawyer. Lakini ngoja kidogo niseme vile watachagua. Ikiwa mtoto ashatambua ile kazi tarajiwa itakuwa kwa mkondo upi, atasaidiwa kuchagua ni masomo gani yatachangia awe. Kama ni daktari, amesema sitakuwa pale kwa STEM, ni masomo gani yatachangia pale akipanda kule kufanya higher education, ni masomo gani? Kuna wale watawasaidia kuchanga, na kuna wale ambao ataona kwa sababu labda yeye atakuwa social scientist, lakini pia akona umahiri wa STEM, pia ataruhusiwa kuangalia pale anataka, tunaita interdisciplinary. Atapatiwa muda pia kusema haya, mimi nitachukua lugha hapa, nichukue business studies na nitafanya maths. Ninapatiana mfano mzuri. Marehemu mtoto atakuwa na masomo mangapi? Yale ya kuchagua atakuwa na masomo 3, ajumuishe na yale mane basi yatakuwa 7. Kuanzia grade ya 10 ni masomo 7. Ni masomo 7. Kuna jambo lazima umeweka masomo 7 lakini Kiswahili umeunganisha na jambo fulani. Sasa kuna wale ambao watakuwa wakifanya the Kenyan Sign Language na watakuwa wakisoma Kiswahili. Na hii ICT skills sijui kama hapo kuna kidogo nieleze. Utaelezea. Kenyan Sign Language ni wale wako na ulemavu. Hawatafanya somo la Kiswahili. Kwa nini? Somo la Kiswahili kwa sababu wadau wale walioko kule ndio walichangia wakasema kuna wale ambao hawajazaliwa kusikia lugha na kunena lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Kwa sababu wanatumia ishara na za Kiingereza. Hizo. Sasa watatumia hiyo ishara, ndio maana. Lakini pia kuna somo la sign language ambalo yule angependa kusoma litakuwa kule kwa languages. Languages tuko na lugha ya Kizungu, Kiswahili, but pia tuko na yale masomo foreign, Arabic, German, ile Mandarin ulikuwa umeulizia, Chinese kitakuwa hapo ndani. Kwa sababu tunataka kupatia watoto wetu opportunity, yani wale global citizens wakitoka hapa wakienda kule Uchina, kama wanaenda kusoma, si eti kwanza ambiwe mwaka mzima wewe unasoma Kichina ndio usome. Pongezi mtasema kuhusu integration of sign language kwa masomo mengine yote. Kwa nini? Inclusive education agenda. Ndugu Suleiman, Wakenya bado pengine hawajaelewa. Unajua hao walemavu tunaishi nao. Ndio. Sasa imagine wakati vile wamekuwa wakitengwa, wanapelekwa kwa shule fulani, wanafundishwa, wakirudi mazungumzo inakuwa kizungumkuti. Hata kwa familia, hata kwa wengine. So kama inakuwa integrated, itasaidia ile sio tu walemavu lakini jamii yote. Kwa sababu wewe mwenyewe unaweza zungumza na yeye, anaweza kueleza na uelewe mambo hata akienda hospitali na wewe ni daktari utamuelewa. Ile privacy sio lazima sasa utafute mtu mwingine. Na mtu kila sasa hapo kama kulingana na KICD wamejaribu, na hapo tunawapongeza kuintegrate your sign language. Pale sisi unajua sisi tunaangalia hili holistically. Tunasema hiyo ni nia nzuri, lakini unaweza kuwa na nia lakini njia ya kufikia pale, kuweka hilo njia, walimu kwanza wanafaa wawe trained, wajue, kwa sababu kufundisha sign language kwa mfano sio jambo rahisi. So najua hiyo ndio sio sehemu yako, hiyo ni ya TSC na wale wengine. So sisi tunatamka kusoma na kuwaeleza. Wangefaa pia wanatayarisha watu walimu kwa njia hiyo ndio wajue
handle hizi integrated material ya sign language. Pili, hata kwa kisayansi, unaona sayansi tunaweka uzito kwetu kama elimu bora, kwa sababu tunajua, unasema karne ya 21 ni ile karne ambaye sayansi itapeleka mainchi mbalimbali mbele sana. Hatutaki tuachwe nyuma. Lakini ili hiyo ifanyike, huwezi kuenda unafundisha wanafunzi theoretically vile mambo mengi imekuwa inafundishwa, bila kushikilia hata kufanya titration, haya mambo mengine ya kisayansi. Kama hatuwezi kufanya investments, kuweka laboratories, kuweka hizo workshops, kuweka ICT labs, kwa sababu hiyo inafaa iwe ni priority kwetu, basi ile ndoto ama ile nia bado tunasema hatujaweka njia ya kuifikia. Boaz, ni kukate kwa sababu pia ya muda. Mzazi atajuaje mtoto wake ambaye anataka aende Lenana, Starehe, Alliance, Shimo la Tewa, Mama Ngina Girls na hata St. Mary's Yala, zote hizo atamchaguliaje? Manake atamchagulia hapa sasa? Manake hizi shule pia ninavyosikia kuna zile zitakuwa na uwezo wa kufunza STEM na arts, na kuna zile ambazo zitakuwa na uwezo wa STEM peke yake. Hapo pia pengine nitaanza, alafu dada Subira jibu. Hapo ndio utapata kulingana na ile system ya education 844 ili replace. Walikuwa wameweka kuna mashule za sciences na za arts. Lakini mimi kwa mfano niliona wakati niliingia St. Mary's Yala, unapata the sciences kwanza, uko na junior laboratories, medium laboratories, una senior laboratories, kuna workshops za electricity, haya mambo mengine, mpaka form 4s wa shule fulani wenye hawana hata laboratory hata kamoja, wanakuja 2 weeks to exams ndio wafundishwe. Alafu wanaletwa kwa sisi form 1s ndio tunawaonyesha. Unajua hatujui, hatuwaelewi kwa nini huyu ni form 4, mimi ni form 1 na huyu hajajua. So hiyo injustice ama equity, yani ukosekaji wa usawa, hakuna usawa harikuwa, lakini hatujarekebisha. Ndio sababu tukisema tujaribu hata kuongeza kidogo kidogo, na kama hatuwezi mpaka sasa, kwa sababu tuweke hii grade ya 10 iwe ile grade ambayo sasa that interaction na haya maswala yote atawezekana, na tusi close some schools tuseme hawa mashule hawezi ku-offer sciences kwa mfano. Tukisema hivyo, sehemu kubwa kwa hii nchi hatutakuwa na madaktari na ma-engineers. Kwa sababu sehemu kubwa sana kwa hii nchi wakati huu hawana mashule zenye ziko na hizo laboratories tunatarajia kuona. Kidogo ingawa kazi zetu ni za mtaala, lakini Wizara ya Elimu inafanya kazi pamoja. Wakati tulipokuwa tunafikiria juu ya huu mtaala wa umilisi, pale tulikuwa na wale agencies wote pamoja. Kama ni TSC ilikuwa pale, SEPU ilikuwa pale, na ni vizuri tujue shule wanaoni tazama kwamba SEPU imetengeneza what we call mobile laboratory. Na pale labda huna ile laboratory ambayo imejengwa, lakini iko na vile vifaa vinavyohitajika kwa mtaala wa junior school. Na pia Wizara ya Elimu imehimiza zile shule junior school ziko karibu na senior school. Na ninajua niko na marafiki wengi ambao ni heads of institutions, wanapatia wale watoto nafasi ya kuingia pale senior school, halafu wanafanya zile practicals. Kwa hivyo hata kama shule haina, pia wana nafasi ya kushare zile resources ambazo ziko. Sasa umeulizia wale watakaoingia junior school, national school, county school. Presidential Working Party on Education Reform, na mimi nilikuwa mmoja wao. Walisema
ile categorization ya zamani ambapo tulikuwa tuko na national school, extra county, county na sub county hazitakuwepo tena. Wizara ya Elimu tayari imefanya ile utafiti wanaita mapping. Wamemap schools according to pathways. Unaona hiyo mikono umesema ni STEM school, na wamesema hivi kutakuwa na shule aina mbili. Kuna ile itakuwa na pathway zote, inaitwa triple pathway, na kuna ile itakuwa na mbili. Mbili itakuwa STEM ni lazima kwa shule zote. Sasa kuna ile itakuwa na STEM na itakuwa na arts and sports science, na ile ingine itakuwa na STEM na itakuwa na social sciences. Kwa hivyo zile subject mwenzangu amesema ambazo zitatupeleka kule mbele zitakuwa kwa shule zote. Na kwa nini? Ukienda shule zote leo zile za sekondari ziko na STEM. Hakuna ile shule haina, lakini labda haitakuwa na masomo yote yale ya STEM. Na ninajua Wizara ya Elimu na government in general, ile aspiration ni kwamba tukiendelea mbele shule zote za sekondari, senior schools, zitakuzwa ndio ziwe na triple STEM. Kwa nini? Kwa sababu kule kukadiria kwetu STEM itachukua 60%, 60% ya wanafunzi. Labda mwaka kesho wote hawatakuwa 60%. In even developed countries it has taken 5 to 12 years kufika hiyo 60%. Kwa hivyo hii government inaangalia kwamba tuanze kusonga pole pole mpaka tufikie pale. Sasa kuna STEM strategy. Ni vipi tutahakikisha kwamba watoto wetu wanaelewa umuhimu wa STEM na pia wanachagua kwa hiari yao. Kwa sababu ukiona wale wanaotoka kwenye elimu ya juu hawapati kazi. Kwa nini? Kwa sababu labor market na yale masomo ambayo tunawapatia pale juu hayaambatani. Kwa hivyo ni lazima sasa tuwaelimishe, tuwaonyeshe pia kwamba ni lazima tuangalie ile labor market inahitaji watu wa aina gani. Ni vipi pia tutawapatia ile interest ya kutaka kuingia pale. Lakini pia kusema kwamba the creative economy imekuwa ni kitu cha muhimu sana. Media technology imekuwa kitu cha muhimu. Ndio maana sasa pale kwenye yale masomo tumehakikisha kwamba yapo. Swali la hesabu. Ile hesabu, mbona hesabu si lazima katika senior school? Hilo ndilo lilikuwa swali. Na hili swali limejadiliwa tangu nilivyosema hapo awali mwaka wa 2015 hadi wa leo. Na limeibuka tena. Ukiangalia yale masomo na zile kazi zinazohitajika, utaona kwamba somo la hesabu litasomwa na watoto wengi. Kwa nini? Kwa sababu ile labor market inahitaji hesabu. Ile mikono miwili tu, wale watu watachukua masomo yanayoambatana na isimu. Isimu ni linguistics. Na some of the social sciences. Wachache tu ndio wale ambao kwa sababu uwezo wao hauwaruhusu, wale watapatiwa ile fursa ya kuchagua. Pia ukiangalia matokeo ya KCSE, asilimia 32 na kuendelea huwa wanapata ile alama ya E kwa hesabu. Na ukifanya utafiti ukiuliza hawa watoto watakwambia mimi sina haja na hiyo hesabu. Ndio maana tulisema utaangalia uwezo, utaangalia interest na pia utaangalia personality. Labda ni kukisia tu wale wanaopata hiyo alama ya E, labda kutakuwa na sababu nyingi, lakini moja wapo ya hiyo sababu itakuwa labda sitaki, sina uwezo, najikaza. Kwa hivyo ndio maana tukasema kweli wengi watachukua hesabu katika senior school, lakini wale wachache ambao hawana uwezo na zile kazi tarajiwa careers ambazo hazihitaji hesabu haswa hazitapata hiyo nafasi. Niseme kitu kimoja kwa kumalizia. Tulipokuwa tunaangazia haya
katika junior school tulijiuliza ni ujuzi gani katika hesabu kila mwanafunzi atahitaji ikiwa akifika pale senior school achague ile kazi tarajiwa career, lakini hahitaji hesabu, lakini atahitaji huu ujuzi. Ni upi tumpatie pale? Tukampatia pale. Tumalizie kipindi kwa kauli yako ya mwisho, Boaz. Asante sana, na dada Subira anajaribu kueleza Wakenya kwa sababu mazungumzo ni kwa Wakenya, wanaelewa. Na ile lugha ningependelea uendelee kusema, usilete mambo ya hawawezi kwa hesabu, kwa sababu mimi najua kuna semester yenye iliundwa ili kuiboresha na kuimarisha masomo ya hesabu na kisayansi. Na pengine evaluation ya hiyo tungefaa wakosolewe, waambiwe basi mngefanya jambo fulani ndio ijulikane zaidi ama iboreshwe zaidi. So wanafunzi wakati wanapewa hiyo nafasi, uwezo wao na interest umetaja kwa kitu ya muhimu zaidi hapo katikati. Interest ni mzuri, lakini unakumbuka nilisema hapo awali kuna ile age group yenye hata hawa watoto bado hawajajijui vizuri, hawajafahamu sana. Na tuangalie, tuikosoe na tuboreshe ufundishaji ama the teaching of some of these subjects. Tukiweza, kwa sababu tukianza na good foundation, hakuna subject hata moja itakuwa na shida. Sasa ile interest ndio sasa itakuwa muhimu, ndio watu wataona sasa mimi nataka tu kuwa pilot, niende kwa baharini, pilot wa baharia, for the sea for the sea or for the air. Pili, tukianza masuala I think kumalizia kwa assessment na kuwaweka kwa the pathways yenye wanayofaa hapo, inafaa tuwape information, adequate information sana sana wakati huu. Kwa sababu kuna saa zingine KNEC wamekuwa wakituambia okay, tutakuwa tunatenga some 20% kutoka kwa KJSEA, Kenya Junior, that is KEPSEA, alafu Kenya Junior second ya KJSEA. Kwa vyote tu. Muda wangu umeisha, Waruku. Malizia kauli yako. Alafu 60% hiyo ya summative. Hapo ndio tunafaa tuwaeleze, ndio wajue, wajitayarishe vizuri, lakini tuwape tena nafasi wakiingia grade ya 10, ili hapo ndio sasa wafanye uamuzi wa mwisho. Sio tu uamuzi wenye kutokana na junior school, kwa sababu junior school wengi wao hawajasoma vizuri. Kwa sababu sio ni wajinga, lakini hawajapata na vifaa, hawajapata walimu, hawajapata mambo mengi. Asante sana. Ni Boaz Waruku, ni mwanaharakati wa masuala ya elimu kutoka Elimu Bora, na vile vile nimekuwa naye Bi Neema Subira, naibu mkurugenzi katika masuala ya sekondari pale KICD. Niwashukuru sana kwa kuja studioni kutupatia ama kutufunza darasa hili leo, manake nimeliita darasa la yanayojiri hususan kuhusiana na grade ya 10. Lakini kama ulivyofahamu bado kuna mengi ambayo hatujayazungumzia, hususan kwingine tutahitaji kukaa na NEC kwenye meza hii ndio iweze kutueleza matokeo yale yatakuja kujumuishwa vipi wanapofika grade ya 9, wanapofanya mtihani wao ule ni assessment, watakuwa wanapewa vipi nafasi ya kujiunga na sekondari mbalimbali. Hayo yote tutatafuta pia NEC tukae nao tuweze kusikia kwa kina kuhusiana na masuala hayo. Kwa sasa tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea kujiri.